tuingie kwenye mindset ya kusikiliza fikra zinduka. Nina mambo mengi ambayo kutokana na experience yangu na elimu yangu na baadhi ya ufunuo ambao Mungu amenijalia ningependa kushare, lakini nina pointi mbili kuu za muhimu, kwa sababu hapa ninaamini kuna wanafunzi, lakini pia kuna watu ambao ni entrepreneurs, kuna watu ambao they are very senior hapa. Nitaanza kwa quotes. Kuna bwana mmoja anaitwa George Orwell, anasema hivi: people can accept the most outrageous nonsense if it is repeated often enough. Kwamba watu wana uwezo wa kupokea upuuzi wa ovyo kabisa iwapo ule upuuzi utarudiwa na utarudiwa na utarudiwa na utarudiwa. Na hizi ni baadhi ya vitu ambazo ukiangalia either kwenye marketing ya products, either kwenye falsafa, either kwenye mentality, especially kwenye geopolitics na vitu ambavyo vinahusiana na sisi, utakuta kuna baadhi ya sera ambazo logic ya binadamu na ethics zake na misingi yake ya kiutu inamwambia sio sahihi, lakini kwa vile imerudiwa na ikarudiwa na ikarudiwa na ikarudiwa, imefikia kipindi tukaikubali. Bwana Osho anasema reality is never frustrating. Ukweli wa mambo huwa haukeri, hausumbui. It is always fulfilling. Mtu unapojua ukweli wa mambo na uhalisia wa mambo unajisikia faraja. Ila sasa frustration comes because we impose our illusion on reality. Shida inakuja na migongano inakuja na conflict inakuja pale ambavyo reality zetu tunachokiamini sisi au tunachokidhania tunapoilazimisha iendane na reality ya mambo. Hapo sasa ndo tunaanza kukutana na wakati mgumu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuna baadhi ya watu huwa ambao wana miongozo ya facts and logic na evidence based, wao ndo vitu ambavyo wanavifuata. Mtu aina hii yuko rahisi kubadilika na kukubali kitu kipya iwapo ushahidi utakuwa una mashiko. Lakini tunapolazimisha kwamba ukweli tugeuze uendane na tunachokitaka sisi, hapo ndo unakuta mtu ana conflict of interest na anajiconflict mwenyewe. Friedrich Nietzsche anasema the most dangerous form of blindness is believing your perspective is the only reality. Na hii kwa bahati mbaya ndo tunayoishi sasa hivi, kwamba upofu ambao ni hatari kushinda wote ni pale ambapo unaamini wewe, mtazamo wako na imani yako na taswira yako na uelewa wako pekee ndo ulio sahihi, kwamba wengine wote wamekosea. Unachokiamini wewe na ulichojifunza wewe na unachokijua wewe na imani yako wewe ndo kitu pekee ambacho sahihi. This is very dangerous, kwa sababu ina contradict ukweli, na siku yoyote mtu yoyote ambaye ataenda dhidi ya ukweli, mustakabali wake huaga ni hasara, kwa sababu ukweli, ndio maana hata nadhani kwenye Biblia anasema I am the way, the truth and inasemaje 80 nisije nikakosea kuquote. Nani ambaye anafahamu kwenye Biblia? Yesu anasemaje? I am the way, the truth. Ina maana hamna hata ambao mnapitiaga vitabu vitakatifu. Disappoint kwa kweli. Anyway, so hata kwenye maandiko matakatifu inafundisha vyote, Biblia, Qur'an na vitabu vingine, kwamba ukweli unatokana na Mungu na utasimamiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo mwenye uwezo wa vitu vyote. Quote ya mwisho namalizia anasema hivi: the desire to be righteous creates more villains than the desire to be evil. Dr. Christian says. Na hii ndo baadhi ya vitu ambavyo tunaviishi sasa hivi hata kwenye Tanzania yetu. The desire to be correct. Mtu anataka awe right, awe sahihi, kiasi kwamba chochote ambacho kinaenda kinyume na usahihi wake inageuka kuwa adui na anavipiga vita. Anasema has created more villains than the desire to be evil. Imetengeneza watu hatari zaidi kuliko watu ambao wanania kuwa watu waovu. Kwenye mitandao tunakutana na vitu vingi, tunakutana na watu wengi ambao wanatuaminisha njia zao pekee ndio njia sahihi, alafu wanatuaminisha kwamba wao wanachokiamini pekee yake ndio njia sahihi. Unajua sometimes, na nitakuja mbeleni kuongelea issue ya perspective and swala la
Perception and perspective. Mimi naweza nikasimama hapa nikachora 6. Kwangu mimi ni 6, lakini aliye upande wa pili anaiona 9. Sasa iwapo mimi nitakuwa na closed mind, ninaamini kwamba hii ni 6 na haiwezi kuwa namba nyingine yoyote, sometimes inawezekana mimi nikawa sahihi na mwenzangu akawa sahihi, na sometimes inawezekana mimi nikawa na makosa na mwenzangu akawa ni makosa. Moja ya psyops ni kwamba kuna kitu kinaitwa Husserl generalization, unajumuisha kila kitu. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo ni hatari sana. Sasa nataka tumalizie kwa kitu cha mwisho kabla sijamwalika Bwana Henry, na hii ni kauli ambayo ni ya Malcolm X. Anasema hivi: the greatest confusion is not knowing who you are. Kuchanganyikiwa au kutokuelewa ambapo ni kukubwa zaidi sio kujijua wewe ni nani. Yaani Malcolm ni moja ya watu ambao Mungu alimjalia upeo na quote zake zinaishi mpaka sasa hivi na ziko very relevant. Anasema when a man defines himself, no system can control him. Na ndo hichi ambacho anakuja kukielezea Bwana Henry, na ndo hichi ambacho tumekuwa tunakiishi zaidi. Anasema when a man defines himself, pale ambapo mtu anajitambua na anajiamulia yeye ni nani realistically. Mimi ni Mwafrika, mimi ni Mtanzania, mimi ninaweza, mimi ni mtu ambaye nikijaribu nitafanya. Iwapo utaamua na ukajitambua, hakuna mtu yoyote wa nje ambaye atakuja na atakwambia wewe ni mtu tofauti na yule na ukamwelewa, na hakuna mfumo wowote ambao utatengenezwa uweze kukutoa katika imani hiyo. Anasema when others define him, he becomes easy to manage. Na hii ndo system ambayo imewekwa kwenye ukoloni, kwamba tumetengenezewa Waafrika ni watu aina gani. Ukiangalia kwenye news utasikia sisi ni watu taarifa, kuna vita Afrika, kuna corruption Afrika, Afrika tunauana, Afrika tuna migogoro, Afrika hatuna hata uwezo wa kutengeneza dawa zetu, Afrika hatuna uwezo hata wa kupata elimu, Afrika asilia yetu tumetoka kwenye miti na kuvaa majani. Wametudefine. Sasa iwapo sisi tutakubali definition hiyo, ni rahisi yule aliyetudefine na kutudescribe kutucontrol sisi. Lakini pale ambapo sisi tunajifahamu na tunajitambua, na tunao watu aina hii ambao ndo wale walikuwa founding fathers wetu ambao walipigania uhuru. Nani ambaye kati yenu alipata kuangalia movie ya Shaka Zulu hapa? Kama mjapata nafasi, kwanza inabidi mumfahamu Shaka Zulu. Henry atagusia pale. Ni mmoja wa wapigania uhuru wa South Africa. Alikuwa analazimishwa abadilishe jina lake na akawa anagoma, anasema my name is Shaka Zulu. Akiambiwa abadilishe dini yake akabaki kwenye msimamo ule ule, na mpaka leo historia inamfahamu, na alizalisha warriors wengi na alikuwa ni mmoja wa wapiganaji bora kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi tujitambue ili tuweze kufanya maamuzi sahihi yenye maslahi yetu, tuweze kuamini kwamba sisi tunaweza. Na ndo haya ambayo Bwana Henry anakuja sasa hivi kuelezea. Kuna vitu kama strategic commission vilifanywa makusudi, kuna kudogosha na kuna kufisha baadhi ya elimu ambayo imekuja. So nilitaka tu ni lay the groundwork ya kiakili jinsi tuweze kupokea hivi vitu ambavyo anakuja kutueleza Bwana Henry, tuwe in the right mindset. Wakili Henry, naomba tafadhali nikupe muda wako. So far tumeenda vizuri sana na muda. Atafanya presentation for 1 hour. Baada ya 1 hour tutamaliza saa 9:30, then tutakuwa na Q&A, tutaulizana maswali na kuchangia na vitu tofauti tofauti. Brother. Thank you so much. Imhotep. Jamani, habari za mchana. Nimefurahi sana kuwaona. Sasa ndugu zangu, hili jambo ambalo tunalizungumza leo kwangu binafsi ni jambo sensitive sana. Yaani ni sensitive kwa sababu mimi naamini kama Afrika na Tanzania isipo deal na hiki kitu, sioni namna tunaweza tukajikomboa kwa namna yoyote ile. Hii ni imani yangu. Kwa hiyo pengine
tutakavyoendelea na nyinyi mwisho wa presentation mnaweza mkawa na mtazamo kama wangu au pengine mkawa na mtazamo tofauti. Sima amesema vizuri kwamba inawezekana mimi nikawa naona 6, mwingine akawa naona 9. Lakini kimsingi the idea ya fikra zinduka ni kujaribu kuondoa changamoto au tatizo la kifikra ambalo linasababisha matatizo mengine mengi kwenye nyanja zote ambazo zinatuhusu watu weusi na Waafrika kwa ujumla. Kwa hiyo labda mtu anaweza jiuliza, kwa sababu hata kwenye ile posta tumeweka tu fikra zinduka. Sasa mtu anajiuliza, fikra zinduka kwenye sense ipi? Au kudecolonize the mindset. So nini maana ya fikra zinduka? Na pia ni njia zipi zimetumika kutengeneza hizo fikra tawaliwa? Kwa sababu tunataka kusema nini maana fikra tawaliwa, lakini pia nini imetengeneza hiyo. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu fikra tawaliwa au colonized mindset, kwa sababu huwezi kuzungumza kuondosha au kudecolonize fikra tawaliwa wakati mtu hajaelewa hata hizo fikra tawaliwa zenyewe ni nini. Kwa hiyo kitu cha kwanza, fikra tawaliwa unaweza ukaiaddress kwamba ni imani iliyopandikizwa ndani ya mtu kwamba historia yake, utamaduni wake, maadili yake, lugha yake si bora na lugha ya mkoloni ni bora kuliko yake yeye mwenyewe, na hivyo inasababisha hisia ndani ya huyo mtu ya uduni. Yaani kila akimwangalia yule aliyepandikiza zile fikra zake na kufanikisha hiyo project, yeye anajiona ni duni, anajiona ni mdogo, anajiona asiyefaa na ni mtegemezi. Kwa mfano, Afrika inaamini matatizo yake yatatatuliwa na wazungu. Uongo? Asilimia kubwa. Okay, not 100% ya Waafrika. Lakini tutakubaliana asilimia 90 pengine na 8 tunaamini bila mjomba fulani kutokea huko ugaibuni hatutoboi. Na tupo wengine pia tumekaa hapa tunaamini hivyo. Sio kosa lako, ni imani iliyopandikizwa. Lakini pia athari zinayokuja ni ya kisaikolojia na ni hatari kabisa. Yaani ni afadhali athari nyingine hata upate kilema cha kukatika mguu au mkono, lakini fikra zako ziwe intact. Ila ni hatari kupata ulemavu wa fikra. Ni hatari, yani ni afadhali the other way around. Kwa hiyo athari zake zinasababisha uendelevu hata baada ya uhuru. Ndio maana unajishangaa kwamba mbona wale watu hawapo na mitutu ya bunduki, lakini mbona bado tunadhibitiwa? Tunadhibitiwa kwa sababu wamedili na saikolojia na akili zetu na fikra zetu. Kwa hiyo inasababisha sisi kuendelea kupenda bidhaa zao, kupenda viwango vya uzuri tunavitest dhidi ya bidhaa zao, dhidi ya mambo yao. Ukitaka kusema nyumba nzuri against standard ipi? Dhidi ya standard yao wao. Kwa hiyo huangalii nyumba ya Mwafrika mwenzio, unaangalia kile unachokiona nje ya Afrika. Kwa hiyo hiyo ni issue ya saikolojia. Lakini pia hata mitindo ya maisha. Yaani mtindo wa maisha wa Kiafrika unaonekana wewe tunatumia neno uko nyuma, you are backward. Unaambia mshamba, na hili neno mshamba maana yake ndio hiyo kwamba mwenzetu huoni yanayoendelea huko mbele. Na tunafika sehemu tunasema ni bora uzaliwe mbwa Ulaya, si ndio? Kuliko kuzaliwa binadamu. Ona kufuru tunayoifanya. Sio kosa letu. Imani iliyopandikizwa na kuharibiwa kwa saikolojia ya Mwafrika kunamfanya Mwafrika aweze kuashumu au kuona mambo katika picha hiyo. Sasa ni njia gani inatumika kuathiri fikra? Kwa sababu lazima tuelewe kwamba hivi walifanyaje mpaka wametufanya tumekuwa kama maroboti, tumekuwa kama viumbe ambavyo vinaendeshwa na remote. Tunaona kama mimi hii point anachokifanya hapa, yaani kwa bahati mbaya ndivyo tunavyofanywa sisi na watu ambao walitutawala. Yaani mimi nikibonyeza hapa inakwenda mbele, nikirudisha inarudi nyuma. This is how they did. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho walikifanya
kwa investment au kwa uwekezaji wa hali ya juu kwa kutumia sayansi ya hali ya juu ya kudili na saikolojia na akili ya mwanadamu na fikra zake, na waliwekeza kwa manufaa wanayoyapata leo. Waswahili tuna msemo wetu unasema wajinga ndo, si ndio? Hata hapa Dar es Salaam ukikaa kizembezembe si ndio unaliwa, au sivyo jamani? Kwa hiyo maana yake ni kwamba wametumia mazingira hayo kuhakikisha kwamba namna ya kutengeneza fikra tawaliwa ni tutajadili jambo linaloitwa ubora wa mtaala na maarifa ya kuchosha au kiwewe cha maarifa, kitu kinachoitwa curriculum supremacy and knowledge trauma. Sasa hii curriculum supremacy na knowledge trauma wameiwekaje au wamefanyaje mpaka imepelekea sisi kuwa hivi tulivyo? Sasa ukiangalia hii jedwali ambalo liko hapa, utaona pale mwanzo tumeandika curriculum colonial supremacy and colonial trauma, ndio kichwa. Yani hiyo sasa ndio baba mwenyewe. Huyu baba ana matawi, sababu hii ni project, huu ni mradi. Huu mradi unagawanyika. Upande mmoja juu kuna kitu kinaitwa over presentation, kukuza, kuwasilisha kwa hali ya juu. Chini yake kuna omission, kupunguza. Sasa kule kwenye kukuza, tunakuza nini? Tunakuza kitu kinaitwa, kuna matawi mawili, positive for whiteness. Tunakuza, tunasherehesha, tunazungumza sana, tunapush kitu chochote chanya kuhusu watu waliotutawala au weupe. Unaweza sasa weupe sio nzuri kwa sababu hata sisi weupe wapo. Ni bora tuseme wakoloni au wale ambao waliamua kututawala sisi kama jamii ya Kiafrika. Kwa hiyo maana yake kwenye mtaala huu unaoandaliwa unakuwa una hulka ya kukuza mambo chanya ya kwao. Ndio over presentation, sio presentation, over presentation. Yaani kukuza kupita kiasi. Halafu hapo hapo kwenye over presentation kuna tawi la pili, negative for blackness. Unakuza kwa hali ya juu vitu hasi vya watu weusi. Yaani wewe ukiangalia TV, CNN, ukiangalia BBC, unasema jamani, hakuna hata kambuga ka wanyama kamoja mmekaona ambako kana miti mizuri. Ni vita, sijui South Sudani huko watu hali ni mbaya, watoto hawajala miezi 9. Sijui Kongo watu wanachinjana, they are cannibals, wanakulana nyama. Hicho ndo utakachokiona. That is overrepresentation of negative for blackness. That's why kila ukitune in channel zao ambazo in fact ni investment kubwa na zina reach kubwa, wanachokiona ni hicho. Na pia kwa bahati mbaya hata raia wao, kwa sababu hizi channels au hizi vyombo vya habari wanavidhibiti wao. Kwa hiyo wameset curriculum kwamba nini kionyesho kwa watu wetu. Kwa hiyo watu wao wakijaga huku ndio wanashangaa kwamba jamani, kumbe hii ndio Afrika, hii ndio Tanzania. Mbona sisi tunajua nyinyi mnakaa juu ya miti, sisi tunajua mnauana tu, huku hamuishi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wamehakikisha wanafanya overrepresentation ya vitu negative vya Afrika. Lakini ukitoka pale ukienda mbele unakutana na matawi mawili. Nini consequence? Hii narudia. Huu ni mtaala. Huu mtaala upo kwenye vyombo vya habari, huu mtaala uko kwenye elimu, uko kwenye mashule, uko kwenye makuzi, uko kwenye katuni tunazowaonyesha watoto. Ndio maana unaona katuni za watu weusi ni chache, si ndio? Kwa nini? Kwa mtoto wako anaangalia katuni kuanzia yuko, sisi tulikuwa tunaitwa vidudu zamani, toka yuko vidudu mpaka anamaliza chuo kikuu au amefika let's say age ya kuangalia katuni mpaka form 4, hapo bado anaangalia na animation. Kila anachokiangalia kina mglorify mtu mweupe. Huyu mtoto anatengenezewa fikra gani? Anatengenezewa fikra tegemezi na fikra za kujiona mdogo, hafai, hana lolote, chochote kizuri hakipo kwake. Tena anafika anasema mimi bongo bahati mbaya. Huwezi kumlaumu kwa sababu ya hiyo. So what happens, kinachotokea sasa pale juu inakuja kitu kinaitwa false internalized superiority.
Kule juu, mtoto ambaye amelelewa kwenye mazingira ambayo kuna overrepresentation ya positive for whiteness, consequence yake ni nini? Anakuwa na force internalized superiority. Yeye ndani yake anatengenezewa hali ambayo ni batili ya kujiona ni superior. Sio kweli, ila ndo ameshatengenezewa na anajiona ni superior. Project imekuwa accomplished. Kwamba mimi ame superior race, mimi ni mtu dominant na nguvu na uwezo na akili. Halafu wengine wote hamna kitu, wanafuatia baada ya kwangu. So hicho kitakuwa kwa mtoto ambaye ameishi kwenye mazingira ambayo kuna overrepresentation ya positive for whiteness. Sasa kwa yule ambaye of course kingine kinakuwa ni academic longevity. Cha pili, consequence ya pili. Watoto wa kwenye kujua mengi. Kwa nini? Kwa sababu vinamfurahisha. Unajua jinsi inavyoumiza kujiona kwamba wewe na babu zako na wazazi wako hamna lolote, si chochote. Halafu niambie, ni mara ngapi unaweza soma kitabu ambacho kinakufanya uumie hisia? Yaani kwa mfano kuna story mbaya imekukuta. Utatamani kila mtu awe anakuuliza kuhusu hiyo story? Huwezi kutamani. Kama ni msiba, ndio maana kuna watu wengine wao wanasema hata msiba, ukikutana na mtu ambaye ametoka kupata msiba, kama ulimpa pole online, ulimtumia message, ukikutana naye usianze kumzungumzisha mambo ya msiba. Kwamba aisee, pole sana. Itakuwa ngumu sana. Yule mtu alikuwa ni mtu wako bwana. Yaani wewe yule mtu sijui utaishije ndugu yangu. Huyu mtu unamrudisha. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba habari mbaya haifurahishi. Hata wewe ukiposti picha yako, watu wakasema umependeza, hata zikiwa message 1000 unaenjoy. Haya, akiwa matusi 10 pale, si unaanza kufikiria nifute hii. Kwa sababu hauenjoy kitu negative, kitu ambacho kinakufanya ujisikie vibaya. Kwa hiyo wao sasa, kwa sababu vitu vyao vinawafanya wajisikie vizuri, superior, wajisikie burudani, matokeo yake wana hamu ya kusoma na kuresearch na kushoka. Academic longevity. Ndio maana ukienda Marekani kwa mfano, idadi ya watu weusi ambao wameelimika, wengi wanaishia kuwa marapa, wengi wana dream ya kwenda Hollywood, sio nisome niwe na PhD, sio niwe professor, wengi wao mimi napambana hapa ni haso, wanasema na haso nimsaidie mzazi wangu. Lakini kwenye ile block nzima pale, mtaa mzima, mtoto ambaye ana make it college anaenda mpaka wapi, inawezekana ni watoto wachache sana, kwa sababu mazingira hayawafanyi waone hamu ya kutaka kusoma zaidi. Ila sio kwamba hawana akili, sio kwamba mtu mweusi hana akili ya kusoma na kufanikiwa. So hiyo ni impact. Sasa ukija kwenye negative for blackness, kama tunasherehesha sana mambo mabaya ya watu weusi, nini consequence? Sasa huyu ni mtoto wa mwishoni huko, product hiyo. Product yetu itakuwa na mtu ambaye ana internalized inferiority. Ndani yake anajiona hafai, anajiona hawezi, anajiona mimi akitokea mtu fulani wa kule anatakiwa aanze hata kiti, yuko radhi akae chini ampe yule. Yaani kuna namna fulani hivi anajisikia yeye hawezi, hajui na ni mtu wa pili. Hiyo ni internalized inferiority. Inatengenezwa kwetu, imetengenezwa kwa watoto, na hii ni curriculum. Kwa hiyo wewe ukikaa unawaza kila kitu cha kwenu unakiona hakifai. Kila anayekuja na suluhisho ya jambo ambaye ni mwenzio, mweusi mwenzio, kama ni dawa unasema alafu tena akiweka na bei juu unasema wewe bwana wewe, yaani kwani imetoka Ulaya hii? Hii ni internalized inferiority. Unadharau vya kwako, unajidharau na kujipuuza mwenyewe. Lakini pia unaposhabihisha sana mambo hasi ya mtu mweusi kwa kiasi kikubwa, unasababisha academic fatigue. Sitaki kusoma. Kwa nini nisome? Kila nikisoma Mkwawa alipigwa, nikisoma Kingungu Mwalimu alituuza, nikisoma hivi sisi. Kuna watu wameenda mbali wanasema hii ngozi imelaaniwa. Kwa nini unafikiri wanasema hivi? Unaweza ukafikiri wanasema wana illusion. Hapana. Kwa sababu kila wanacholishwa na kukiona cha mtu mweusi ni failure.
Mimi siku moja nilikuwa naongea na kaka yangu Sky na siku moja tulikuwa tunafanya kipindi SNS. Nikawaambia mimi nimesoma historia O level, nimesoma advance. Nimesoma sheria miaka 3, nimesoma legal history, nimesoma law school, nimesoma na masters degree nyingine. Nimesoma yani hii sana, lakini kila wakati pekee niliojihisi kwamba nimefurahia historia nilipoenda mwenyewe Kalenga kwenye ile ngome ya Mkwawa. Alafu yule kijana ambaye alikuwa kwenye yale ile makumbusho akanionyesha ukuta ambao walijenga. Sasa nikaanza kujiuliza, huu ndo ukuta walijenga kama ngome? Lini walijenga? Miaka hiyo ya huko nyuma 1800 sio 1900. Walijengaje hii? Na ni Waafrika. Kwa hiyo nikaanza kufeel kwamba pia akaniambia, unamkumbuka wakati wa ile mapigano ya Wajerumani wanakuja huku, unajua Wajerumani walimtuma kamanda wao bora kabisa duniani ambaye misheni zao zikiwa ngumu ndo wanamchukua yule, wanamwambia kule kugumu nenda wewe. Yaani yeye ndo mastermind. Walivomtuma alikuwa anaitwa Commander von Zelewski. Alivofika, in fact hakufanikiwa hata kufika kwenye ilipo. Hakuona hata sura ya ngome ya Mkwawa ikoje. Aliuliwa huko kama kilomita 20 huko. Tena aliuliwa sio na Mkwawa, na askari junior tu wa Mkwawa ambaye walikuwa positioned kwenye maeneo ambayo wale Wajerumani wakati wanakuja wasingeweza kuwaona, and then wakawaambush wakamuua. Sasa shida watu hawaelewi kwa nini Wajerumani walichukua fuvu la Mkwawa. Ukweli huo sasa wewe huambiwi. Kwa nini wamelingangania fuvu? Kwa sababu Mkwawa was extraordinary. Walisema huyu mtu alikuwa na ubongo wa aina gani? Ndio maana walichukua kichwa chake. Sio kwamba walichukua kwa sababu tu tuchukue kichwa chake, no. Aliwasumbua mno sana. Yaani Mkwawa alikufa kwa kusalitiwa na watu wake, sio kwa mbinu za Wajerumani. If unawafundisha watoto wako hiki, unafikiri watoto wako wanakuwa wakiwa na mindset ya aina gani? Kwa hiyo mimi niliteseka kwa miaka mingi nikiamini Mkwawa ni failure, lakini baadaye mwenyewe kwenye harakati zangu ndo nikagundua kumbe Mkwawa was a giant. Kumbe Mkwawa alikuwa ni Mwafrika mwenye nguvu na alifanya mambo mengi. Kwa nini hatufundishwi hayo shule? Tunaambiwa tu sababu tulikuwa tuna tactic mbovu. Eti sababu za kufeli, tactic mbovu. Kweli tulikuwa na tactic mbovu wakati wote. Haya, nenda kwa wao, wanamzungumzia Alexander the Great. Huyu ndio military commander decorated kwenye historia ya dunia hii. Alexander the Great alifanyaje? Alikonka hapa, alikonka Macedonia, alikuwa Macedonia akakonka, sasa hivi ni Ottoman, akaenda na Egypt. Kwani Mkwawa hajawahi kukonka huku? Sasa kwa nini Alexander the Great ndo anaonekana the great? Wakati aliyoyafanya Mkwawa aliwahi yafanya, sio tu Mkwawa na Waafrika wengine wengi. Sasa wenzetu wameweka positive for whiteness kwamba tutazungumza mafanikio yake pale alipoanguka. Tuna mention kidogo kwamba mwisho wa siku lakini Alexander the Great alikufa Egypt pale, basi baadaye ule utawala wake ukafa. Imeisha hiyo. Ila sisi tunazungumza failure asubuhi mpaka jioni, alafu success kidogo. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi sitaki kusoma. Ndio maana watu weusi wengi sio kwamba hawana akili, lakini elimu inatuchosha. Haiwezekani sayansi hatupo. Ukienda kwenye mpira jamani, kweli hamna wacheza mpira wazuri? Kwa nini wachezaji wetu sisi ambao tunawaona wana perform vizuri hawapewi hizo tuzo kubwa? Hawapigiwi kura za Ballon d'Or. Kwa nini? Kwa wale wanaopenda soka. You can see. That is a pattern. Sio bahati mbaya kwamba ukishawapa, tulimpa George Weah, wanatakiwa wakae miaka mingine 30. Ndio tutampa mwingine. Lakini tuna Sadio Mane, tuna Mo Salah. Sijui mnanielewa, kuna kina Diouf, kuna kina Okocha. They were the best. Okocha alikuwa anacheza mpira mpaka Zinedine Zidane na Ronaldinho Gaucho wanasema sisi tumejifunza kwa JJ Okocha Mnigeria, jinsi anavyocheza, anavyojua kuchezea mpira. Lakini inatangazwa kidogo sana. Kwa hiyo shida yake ni kwamba tunakuwa hatutaki kusoma. Hatusikira. Unajua watoto tunawapiga tu. Lakini hivi jiulize, wewe kila siku mmefeli tu. Unasomaje jamani? Yaani hamna raha ya kusoma. Wenzetu kuna raha kwa sababu mara Isaac Newton alifanya hiki,
Akienda huku anasikia Alexander the Great, akienda huku anaambiwa kuna wanafalsafa wote ni wazungu. Wewe mwanafalsafa Mswahili unamwona wapi? Kwenye vitabu hawapo. Ina maana sisi wazee wetu walikuwa wafikiri. Kwa hiyo yote ni hiyo. So that is one part of overrepresentation. Second ni omission. Kwa sababu hii ni curriculum imewekwa mahususi, imetengenezwa mahususi kuachieve matokeo mwishoni. Kwa hiyo ukisema omission maana yake tunasema tuna omit, yani kuomit maana yake unapunguza. Unapunguza nini kwenye mtaala? Unapunguza positive for blackness. Kitu chochote cha mtu mweusi kizuri kisipewe, siku hizi tunasema trend, kisipewe airtime. Waandishi wa habari wanafahamu. Usipe airtime hiyo. Kwa hiyo ni mchongo huo kwamba bwana huyu jamaa kafanya hivi. Wasijue hawa. Wakijua wataanza kujiamini. Punguza hiyo. Itaje juu tu pale kwenye habari pale, chomekee katikati kidogo alafu endelea na nyingine za kwetu. Positive for blackness. And then what else do you omit? Unatoa nini kingine? Negative for whiteness. Kwa hiyo unachokifanya vile vitu negative vya wao vinapewa airtime ndogo pia. Havitaji. Mablanda wanaoyafanya hawasemi. Wao wanataja mambo makubwa tu. Hawatuonyeshi maeneo yao ya hovyo ambayo yako kule. Kila ukiangalia movie ni majengo makubwa. Tena mpaka wakiwa wanaigizia sehemu mbaya unahisi wanaigiza tu. Yaani jinsi walivyotuvuruga, waigiza hapa sio kwao. Hapa kwetu hapa. Wametuweza kweli kweli. Kwa hiyo hii negative for whiteness maana yake si kweli kwamba hamna watu wa Ulaya wajinga. Wapo. Pumbavu kabisa wapo wengi tu. Wapumbavu wa Afrika pia wapo. Kila race na watu genius na wapumbavu. Every race kuna genius, kuna wajinga. Kuna watu smart, kuna warefu, kuna wafupi. Kwa hiyo wao wanapunguza. Sasa ukiondoa vitu positive vya watu weusi unapata nini mwishoni? Cultural and historical apathy na kitu kinachoitwa despondent identity. Sasa historical apathy maana yake ni nini? Hiyo ndo result ya mtu mweusi namkuta. Anajikuta hana hamu ya historia ya jamii, taifa na ubinadamu wake. Hataki kabisa kusikia. Yaani wewe unaambiwa babu yako alikuwa mbakaji, mshenzi, mchawi, unataka kusikia tena hizo story. Kwanza ukipita kijiwe wanaongea unajifanya yaani unapita mbio because inakutengenezea hali ya huzuni na majonzi, kujisikia vibaya. Kwa hiyo mtu mweusi kwa sababu tumeomit vitu positive vya kwake, tunamfanya asiwe na hamu ya historia yake, asiwe na hamu ya taifa lake kulielewa, hata ubinadamu wake hataki. Ndio maana hapa tumekaa hapa, tunaweza tukaulizana hapa. Ndugu zangu, tuwe wawazi. Unajua historia ya kizazi chako cha tatu kutoka sasa? Kama wapo ni wachache. Yaani unafuatilia nini? Mzee mwenyewe umemkuta ana hali mbaya. Sasa nimfuatilie tena mzee wake? Inatosha hii. Mimi nipambane nitengeneze mwenyewe hapa nilipo. Despondent identity. Hii ni kujisikia hufai kwa lolote, hali ya kujikatia tamaa iliyo na maendelezo duni na taswira isiyo imara. Yaani huna positive, yaani kwamba na mimi nimesimama, mimi ni binadamu na akili. I'm a descendant of God and you are too. Kwa hiyo huwezi kunieleza kitu. Wewe bora kwenye mazingira yako na mimi bora kwenye mazingira yangu. Kila mtu ashinde mechi zake. Si ndio? Sasa hiyo ni matokeo ya positive ukiondoa mambo chanya ya mtu mweusi. And then unaondoa mambo hasi ya mtu mweupe. Unapata nini? Historical strength. Sisi bwana unajua watu wa kushinda sisi. Nenda mwezini kwenye hatuna uhakika, lakini sasa ndio ushaaminishwa. And then inamletea heroic identity development. Kwamba sisi ni mashujaa. Sasa ukiangalia mieleka, mabingwa wa WWE weusi ni wangapi? Yaani structure imewekwa vizuri. John Cena anamtandika Bokati, ila ukiwaangalia hawaendani. Ila kashaambiwa wako ushinde hii mechi, unatakiwa ashinde John Cena. Wale wanaangalia mieleka. Kwa hiyo you can see everywhere. Yaani vitu vya, kwa mfano watu wanaangalia ligi ya Uingereza. Wachezaji wa mpira weusi wa Uingereza wana talent. Lakini huwezi elewa, yaani huelewi. Kwanza wakipata skendo, huyo atakimbia. But
Ile ni mpango. Kwa hiyo mwisho wa siku hatujioni kuwa na historia yenye nguvu wala hatujioni kuwa na ushujaa. Unajua hata mtoto nyumbani akimuona baba usiku kukiwa kuna chochote, si anasema baba kuna hiki. Na sisi kina baba wenye watoto huwa tuna tabia ya kusema kiko wapi, hata kama unaogopa kiko wapi, kwa sababu unataka umtengenezee mtoto a heroic feeling against kwa baba yake. Lakini na wewe unajificha kwenye kochi, sijui nini, anaona huyu mcho. Kwa hiyo mtoto utamharibu ya kukuona huyu baba hastahili kuwa baba, kwa sababu kumbe mimi na yeye letu ni moja. Sasa baada ya hiyo ni curriculum. Sasa nyinyi mtaniambia, sisi sote tumesoma. Naombeni mniambie, wakati unasoma toka umeanza ulivyoanza mpaka umemaliza. Kwanza nawapongeza. Kama ulimaliza, umepambana. Bro, umepambana sana. I say, elimu inachosha bwana. Wewe ni kushindwa anzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Ukitoka unakuja tena mtaani unashindwa. Yaani unajiona sijui unaelewa. Kwa hiyo it's not easy to make it. Watu hawaelewi. Tunasoma elimu ngumu kwa sababu ni elimu ambayo haitu encourage na tu discourage, lakini tunatakiwa tusome. Sasa huyu si mwamba huyo, mtu kamaliza huyo. Hata kama ana GPA ya 2.0, huyo mwamba. Sababu si elimu iliyokuwa ni rahisi kuipata kutokana na mazingira yalivyotengenezwa. So now we have to unlearn the historical lies and relearn the truth. Tunatakiwa sasa tuutoe ule uongo tuliofundishwa kuhusu Mwafrika na mtu mweusi, tujifunze ukweli wa mtu mweusi ambao haufundishwi. And naomba nisitafsirike vibaya. Sina maana watu weusi hawana mambo ya hovyo ambayo wamewahi kuyafanya kwenye historia. Hapana. Kila race, narudia, ina mambo ya hovyo wamewahi kuyafanya na mambo ya maana wamewahi kuyafanya. Lakini level ya sisi kuyatangaza mambo chanya, hapo ndo shida tulionayo, na ndo maana ya fikra zinduka. Na tusipojisemea sisi, tusipojitafakari sisi, hakuna mtu atakuja kutafakari kwa niaba yako. Kwa hiyo utaendelea wewe na generation yako kuendelea kuwa watumwa na kutumika for the rest. This is a project. Hii ni project, ni mradi wa watu kuishi. Kwa hiyo utaamua wewe uendelee kuwafanya waishi au na wewe ushtuke uiokoe generation yako. Sasa mimi naomba tuzungumze mambo 100 yaliyofichwa kuhusu Afrika, ambayo kama umewahi kuyasikia hongera, kama hujawahi utayasikia leo hapa. Alafu utaniambia mwisho wa siku unasema nini kuhusu Afrika wako, unasema nini kuhusu watu weusi. Kwa hiyo of course kutokana na muda hatutajadili mambo 100 yote. Tutajadili baadhi tu, tuone kile tulichokisoma kwenye curriculum supremacy and knowledge trauma, kuchoshwa na mtaala na maumivu ya kimaarifa au ya maarifa. Historia ya binadamu, fact number 1. Hata ukiingia Google sasa hivi, Google yenyewe imeshindwa kudanganya. Kuna vitu havidanganyiki. Google inasema Africa is a cradle of humankind. Not me. Google ni ya kwetu. Huenda ni yetu, hatujui tu. Wamewasainisha watu mikataba huko, usiseme wewe ndio ulitengeneza. You never know. Kwa hiyo Africa is the cradle of humankind. Kuna ushahidi wa kiasilia, sio maneno matupu. Binadamu wote wakitaka kurejea chanzo chao hicho wanaanzia Afrika. Old Vicoch, sawa. South Africa ukienda kuna fossil hominid site ya South Africa. Lile fuvu lililokutwa pale na ile mifupa ina zaidi ya umri wa miaka 3.5 mpaka 1.5. Haijawahi kuonekana fuvu hilo au mifupa hiyo sehemu yoyote nyingine duniani zaidi ya South Africa. Ukija Tanzania, Old Vicoch, sijui kama tumewahi kwenda au tunasikia gafu tunasema ndio yale knowledge trauma. Hawayaelezi vizuri, yanachosha. So kuna kitu kinaitwa Homo habilis and Homo erectus. Hapo Ngorongoro hapo UNESCO wenyewe wamecertify kwamba hapa tumekuta kumbukumbu ya asili ya binadamu ya kale zaidi. Hapa jamani, hapa Tanzania, South Africa. Sasa maana yake ukitaka kutrace genetic ya binadamu unaanzia wapi? Sio mimi, ni UNESCO na Google inasema. So point yangu ni nini?
unapozungumzia historia ya binadamu lazima uzungumze Afrika. Sijui tunaelewana? Usipozungumza Afrika unadanganya, unapotosha. Na sisi ni tunakwambia kwa wepesi, tuletee mifupa basi ya kale zaidi kuliko hii. Ukituletea tuko sawa. Kwa hiyo hii inaonyesha Afrika na Waafrika wana nafasi kwenye tafsiri na asili ya binadamu wa kwanza. Hivi ndio vitu lazima uwafundishe sana watoto waelewe, wasiwe wanakaa hapa wanawaza, nipambane nikimaliza chuo niende huko. Uende wapi? Kama unaenda, yani siwe kwamba eti ndio sehemu ya kukimbilia kwa sababu huku kubaya. Hapa pana historia, hapa ndo asili ya binadamu. Fact number 2. Nani alimuelimisha nani? Maana yake tumekuwa tukiambiwa, nyinyi tuyakuta juu ya miti, hamjui chochote, you are good for nothing. Nini historia inatuambia? Wao wanasema walitufundisha, si ndio? Huu ni upotoshaji. Na wanasema Afrika ni bara jeusi, it's a dark continent. Hamjawahi kusikia hiyo kauli? Na nyinyi hamkubali kimoyomoyo? Sema ukweli, hujawahi kukubali wewe. Kuna sehemu umekaa ukasema, kama kweli, sio kweli. Wamekuharibu wewe. Wanasema we are savages. Unajua savages? Unajua maneno ya Kiingereza yasikufurahishe kwamba yana sound vizuri. Ni shida. Yaani wewe ni kama mnyama. Imagine sasa hivi unavyotembea, uweke mikono chini hiyo miwili. Alafu wewe unaparua kama kwenye jalala hivi. Sasa that is a savage. Ndio wanasema wewe walikukuta huko hivyo. Hata kutembea uenda na miguu miwili, wao ndio walikufundisha. Kipiga hesabu toa 833 toa 255. Almost miaka 500 nyuma ya wao wa Afrika walishaanza andika. Zingatia mtu kama Imhotep. Smart Tanzania anaita Imhotep. Imhotep huyu alikuwa ni mweusi multi genius, Mwafrika kabisa. Alikuwa ni afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Farao. Huwa tunamsoma Farao hatujawahi kumsoma Imhotep. Hawatuambii. Huyu ndiye aliyemfanya Farao awe na hizo sifa nyingine zilizopewa. Mtu mweusi. Msanifu wa kwanza, mwanafalsafa, baba wa madawa. Hizi medicine, modern day medicine. Imhotep ndio mwanzilishi wa awali kabisa. So wanafunzi anasoma udaktari, anayesoma chuo cha afya, sina uhakika kama kwenye vitabu anafundishwa kuhusu Imhotep. Anafundishwa kuhusu Asclepius, anafundishwa kuhusu Hippocrates. Hippocrates of course, unaweza ukasema ni Hippocrates, yeye anachukuliwa kuwa ni mmoja wa wanafalsafa wa ugunduzi wa dawa mapema wa Ugiriki. Lakini Imhotep, Wagiriki wenyewe kutokana na ujuzi na mambo waliyofanya kwenye sekta ya madawa, walimbatiza jina la Asclepius. Kwa maana ya wao walimbatiza kama the god of healing. Kwamba Imhotep ndio baba wa tiba, Mungu wa tiba. Sio Hippocrates tu. Because Wagiriki wanajua ukweli kwamba huyu mtu mweusi huyu Imhotep ndiye aliyegundua procedure. Leo hii unaenda hospitali unapewa pimo, angaliwa hali ya ugonjwa ikoje, tuanze na dawa hii. Imhotep wali destroy maandishi yake, waliaiba, wakaondoka nayo na hawajawahi kumzungumza na hawamzungumzi vizuri. Ila ukweli huo una tabia ya kupanda ngazi. Utafika hapo ndipo tulipokuwa. Unajua Imhotep ndio alibuni mapiramidi ya leo ambayo tunaenda kufanya utalii Misri. Hamna mtu anaenda Misri hataki kwenda kuona zile piramidi. Unajua aliyebuni ni nani? Ni Imhotep, mtu mweusi. Alibuni picha ambazo wazungu kuna kipindi baada ya kudestroy historia wakasema haya mabwana yalikuwa makubwa, eti vilijenga viumbe kutoka nje ya sayari, aliens. But it was a black man, Imhotep, who designed and constructed. Na wakati wale watu wanajenga wanaanguka na kuumia, Imhotep ndo akaanza kubuni namna ya kuatreat medicine and procedure. Man genius. So ukiona anajiita Imhotep, it's because it is empowered, okay? Kwa sababu ancestors wetu hawakuwa failed. Ndio maana unatakiwa claim ile identity. Huyo
mwamba kabisa. Wamemchonga chonga wanavyojua, lakini ndio hivyo, wewe ipo kifupi. So ukienda Egypt leo kuna pyramid inaitwa the Pyramid of Saqqara. Hii Pyramid of Saqqara wameweka kabisa wenyewe, wameandika in tribute ya Imhotep, na wameandika mambo waliyofanya. Lakini narudia, omission of positive for blackness. Kwa hiyo wanaondoa, kwa maana hatuambiwi mpaka tutumie nguvu nyingi kujifunza kuelewa hivi vitu. Kwa nini sanamu zilizochongwa kubwa za ajabu Egypt zimevunjwa pua? Kwa nini pua zimevunjwa? Ni mmomonyoko wa udongo, right? Kwa hiyo mmomonyoko wa udongo ulichagua pua za sanamu zote, ukazivunja, ukaacha kile. Sisi tumesoma physical geography, erosion. Kuna topic inaitwa soil erosion. Sijawahi kuona aina ya mmomonyoko wa aina hii. Inamonyoa pua tu. Ila ukiziangalia hizi sanamu, pua haifichi asili ya mtu mzima. Kwa hiyo ilifika sehemu historia ilibidi iharibiwe kumfanya mtu mweusi awe mdogo, na lazima ufiche ukweli. Ukiangalia unaona sasa hizo zote. Huyu ni farao, na of course zipo accounts zinazosema wapo farao ambao walikuwa weusi. Sio farao wote walikuwa weupe. Wapo. Unaona pua zimevunjwa. Unaona hizo pua? Kuna dadangu nikimwangalia hapa naona kabisa ni huyu. Afu unaniambiaje mtu mmoja? Yaani sitaki kutaja ila kabisa, yaani ni sisi tulichorwa. Na tunafanana kweli, hata wewe mkana wewe upo hivyo hivyo. Nyanja ya uchumi. Nyinyi mlikuwa kuna maendeleo, failure na chochote. Uchumi tukijadili tunaamini uchumi ulianza baada ya ukoloni. Lakini kabla ya ukoloni Afrika ilikuwa na uchumi wa hali ya juu iliyoendeshwa na kilimo, uchimbaji wa madini na biashara. Vizuri kabisa. Tuko vizuri, hatuhitaji maskaveta yao. Kwa tunachimba. Mfano wa biashara ilikuwa ni kupitia Sahara, Trans-Saharan trade kwenye sukari, chumvi pamoja na dhahabu. Ilikuwa ni njia mojawapo inafanyika biashara. Nguvu kubwa ya kiuchumi ya Afrika pia ilihusisha miliki kubwa ya kibiashara. Ufalme wa Ghana karne ya 6 mpaka ya 13. Mali karne ya 13, Songhai ambazo zilidhibiti njia muhimu ya biashara. Sio biashara ya Afrika, biashara ya mabara. Kwa hiyo kuna watu wanatoka Spain, wanatoka Italy, wanatoka wote huko. Walikuwa wanakuja wanafanya biashara hapo. Na waliokuwa wanadhibiti hizo njia ni Waafrika. So we knew about business, we knew about economics, we knew about minerals. Because watu wanatuambia tu walikuwa wanakuja, wanatupa sisi sijui nini, sisi tunawafadhali, eti si korodi. Maana walivyoomba. Sasa hii biashara zao tulikuwa tunafanya na nani? Eti unampa sijui. Maybe we had a lot. Not that we didn't know how to kujua kwamba kile ni. Tulikuwa na vingi. Wewe huna. Kwani Ulaya wapi wanachota dhahabu? Hasa nenda Ulaya magharibi. Wapi? Dhahabu yote wametoa. Haya, ukija East Africa, miji kama Kilwa iko Tanzania, Mombasa, Zanzibar, ilikuwa moja ya miji muhimu ya kibiashara kabla ya ukoloni. Biashara ya kimataifa, yaani sasa tunasema international business. Kwa unahitaji Zanzibar, Kilwa. Ukitaja international business, lazima utaje. Ila leo unatuambia we have nothing. So, Afrika ilishakuwa na mfumo wa biashara ya ndani na hata ya kimataifa. Waarabu, Wagiriki, Wahindi, wa China na watu wengine kutoka Ulaya walikuwa wanakuja kabla hata ya ukoloni. Na ndio maana unaposoma historia unaambiwa moja ya watu waliotangulia kabla ya ukoloni, moja wapo ni kundi la traders. Sasa kama ulikuwa una biashara unakuja kufanya nini? Unaenda kufanya biashara sasa kama biashara. Si utakuwa chizi. Kwa hiyo so ukiangalia picha ya trade routes za Afrika unaona njia zote kuanzia kule juu mpaka chini. Njia zilikuwepo za biashara kati ya sehemu na sehemu, bara zima na kutoka mpaka unaona zinaunganika na maeneo ambapo kuna mambao wa bahari. Utajiri pia watu weusi wao wanazungumza sasa hivi kwamba kuna huyu ni tajiri zaidi. Sisi tunaonekana hata kwenye historia tunawahi ni maskini. Kuna huyu mwamba anaitwa Mansa Musa.
Inawezekana mpaka leo hii hajawahi kutokea binadamu mwenye ukwasi na pesa na uchumi mkubwa na utajiri kama Mansa Musa, Mwafrika kutoka Mali. Sasa kwa nini tunasema hivyo? Pia Mansa Musa alikuwa na kaka yake alikuwa anaitwa Abubakar Musa, ambaye alikuwa ni mtawala wa Mali kabla ya Manka. Na kilichomfanya Mansa Musa awe mtawala ni baada ya kaka yake kwenda kwenye voyage, aliwatuma watu, na ndio maana kuna historia, kuna taarifa zimefichwa zinasema mtu wa kwanza kugundua Amerika na Kusini sio Christopher Columbus, kwa sababu kaka yake Mansa Musa na watu wake walishaenda kule kabla, na kilichomfanya akapotea ni hiyo safari ya kwenda tena. Maana walienda wakarudi, wakamwambia tumeona kuna sehemu huko moja, ndio akachukua meli za kutosha zaidi ya meli 3,000 za watu wake, wakawa wanaenda. Sasa baharini kuna mambo mengi, ndio hawakurudi. Kwa hiyo baadaye Christopher Columbus anakuja anasema mimi ndio nimegundua Amerika. No, sio wewe wa kwanza. Kwa hiyo kuna Waafrika walikuwa wako vizuri kwenye navigation, kwenye sayansi ya kutengeneza hizo meli na mashua za kipindi hicho ambazo zilitumika kwenye njia za maji. So Mansa Musa akaja baadaye. Sasa Mansa Musa, moja ya kitu tunamzungumza kwa ufupi, kuna kipindi aliamua kwenda Maka, na msafara wa Mansa Musa kwenda Maka mwaka 1300 ulikuwa na watu 60,000. Sasa niambie wewe, umewahi kuona kiongozi gani toka umezaliwa amewahi kusafiri na watu 60,000? Tanzania na Ulaya, niambie nchi gani amesafiri na watu 60,000? Mansa Musa. Huo taifa pale tunajaza kwa ngapi? 50 uwanja wa taifa. Sasa wao ni watu wanasafiri, wanatakiwa wale waoge, wavae, wanywe, sababu hao ni kampani ya mfalme. Sio wanaenda kwa wachawa tu, sio wachawa kweli, lakini wengi ni watu ambao wako kwenye diplomatic mission ya mfalme Musa. Kwa hiyo akabeba na ngamia 200. Hao ngamia 200 walibeba tani 12 za dhahabu, ambayo kwa bei ya leo ni trilioni 4 point. Bei ya leo ni ya dhahabu trilioni 4 point. Mansa Musa alibeba kama zawadi, atakapokuwa njiani Misri anawaangalia, Middle East anagawa. Hakuwa anaenda kuuza, sababu alikuwa anaenda kuhiji. Alipofika Egypt, Mansa Musa aligawa dhahabu mpaka na Middle East, akaharibu soko la dhahabu kwa miaka 20. Yaani zawadi tu. Maana sasa kila mtu anayo. Unajua bidhaa. Kila mtu akiwa na bidhaa inakuwa kama ni race. Sio, mnaelewa watu wa uchumi. Kwa Mansa Musa aligawa zawadi akali 20. Hawasahau mpaka leo tena Mansa Musa alitukomesha. Kwa hiyo ilikuwa miaka 20, 2 decades. Soko la dhahabu kustabilize. Sasa mimi unapokuja kuniambia kwamba watu weusi, uchumi, utajiri, fedha hatakuwa nao, unamaanisha nini? Curriculum supremacy. Ondoa vitu chanya vya watu weusi. Sasa watoto wetu tunatakiwa tuwafundishe how great were our ancestors. Mansa Musa, the greatest, the richest man in the world. Elon Musk is today the richest man in the world today. Mansa Musa hakukuwa kuna barabara, ndege, alikuwa anatembea tu na trilioni 4 anagawa. Kwa hiyo Elon Musk anagawa trilioni 4. Huyu ndio Mansa Musa. Of course hizi ni script kutokana na description jinsi alivyokuwa. Ni Mwafrika ni Mweusi. Mashujaa wa kale wasiozungumzwa. Kuna mtu alikuwa anaitwa Septimus Severus. Watu wamesoma historia ya Roman Empire. Inahesabika kuwa it is one of the greatest empire kwenye dunia hii. Do you know kuna mtu mweusi aliwahi kuiongoza Roman Empire at its prime? Alikuwa anaitwa Septimus Severus. Septimus Severus alikuwa ni mtu mweusi kutoka Libya. Ile Roma ile tunasema ilikuwa na empire kubwa, ilitawala ile kubwa zaidi ya dunia. Ikiwa kwenye prime aliongoza kwa miaka 18. Na huyu bwana aliwahi kujenga, aliomba msaada na Waingereza, akajenga kitu kinaitwa
unaitwa the Roman London Wall. Huo ukuta upo, huyo of course amtengenezea ujanja aonekane namna gani, lakini huyu ni mtu mweusi alijenga ukuta. Ukienda London nenda ukaonyeshwa huo ukuta upo, na huo ukuta una zaidi ya miaka 1800 kwa sasa hivi, kwa sababu toka ulipojenga aliopo, kwa sababu wale Waingereza kuna makabila ya kaskazini yalikuwa yanavamia mji wa London, ungeweza kuanguka. Kwa hiyo akamwomba, tunaomba utusaidie, ndio akajenga ukuta wenye una spini zaidi nafikiri ya kilomita 3 kama sio 6 kama ngome. Kwa hiyo ni ukuta ambao ulikuwa una inchi kama 6 thick, ulikuwa ni uwezi penetrable, nasema yani uwezi kutoboa hivi. Septimus Severus, mtu mweusi. Kwa hiyo tukizungumza historia ya Roman Empire wa Afrika, tumzungumze Septimus Severus, kwa sababu this was our hero, na alishiriki kwenye mageuzi makubwa ya jeshi la Roma, kwa sababu ile jeshi mwanzo lilikuwa linamilikiwa na watu, yaani mtu ana askari labda 3000, yeye anawalisha yeye, anawakontrol. Kwa hiyo inabidi emperor amuombe, bwana kuna vita kule, ndugu yangu wewe ni gava na wailinda, sisi wasongea, naomba uende ukanisaidie. Sasa Septimus Severus akasema hatuwezi kuwa na watu wanaomiliki jeshi. Roma ndio itamiliki jeshi. Akafuta ule mfumo wa legions kumiliki vikundi vya kijeshi, na akafanya mageuzi makubwa ya kijeshi ambayo yalifanya Roma iendelee kuwa stable kwa muda mrefu. Umewahi kusoma hiyo? Kuna malkia, wanawake tunazungumza kwamba wanawake hawazungumzwi sana kwenye historia ya dunia hii. Wanaonekana ni viumbe dhaifu, sio kweli. Ukweli unafichwa. Kuna malkia anaitwa Amaryllis. Huyu alikuwa ni ana jicho moja. Katika historia Roman Empire ilikuwa ni empire yenye nguvu sana. Huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mtawala wa falme ya Kush ambayo leo ni Sudan, ndio mwanamke aliyeingia kwenye historia na kiongozi. Alipigana na Waroma mpaka Waroma wakakubali kukaa naye chini wasaini makubaliano ya amani. Kwingine walikuwa wanapiga wanachukua, piga wanachukua. Egypt pale walichakaza wanachukua. Sasa wakaanza kutaka kusogea kwa huyu. Huyu aliresist mpaka anaitwa Emperor Augustus akasema jamani, huyu tumwache. Kwa hiyo akasaini mkataba ambao peace treaty, ambayo ina Waroma walikiri hawatawatoza kodi watu wa Kush, hawatataka kuwatawala au kuwavamia kwa namna yoyote. Kwa hiyo alifanikiwa kuwasaidia watu wake, na hilo jicho moja alilipoteza kwenye bato na hao Warumi. Na kuna kipindi huyu Queen Amaryllis, watu wetu siku tunamtaja, huyu alikata kichwa cha Emperor Augustus. Walikuwa wanaita masanamu kwenye ngome yao, kama siku hizi kwenye ofisi tunaweka picha za viongozi. Kwa hiyo kwenye zile kambi zao walikuwa wanaweka sanamu ya yule emperor. Kwa hiyo alikata kichwa chake baada ya kuvamia ile kambi na kuwakamata askari wa Kiroma, afu akaifukia mbele ya kasiri lake, kichwa kilikuwa kinaonekana, na akawaambia wananchi wa Kushi, kila mkiwa mnakuja kwangu mwe mnamkanyaga hapa, alafu mnaingia ndani. Alifanya vile ili watu wa Kushi wasiwaone Waroma kama ni watu wa ajabu. Yaani alikuwa anawasabia, anaonyesha hawa ni wadogo tu. Fikra. Kwa hiyo yupo huyu kwenye historia. Naweza ukamwona hapo. Kuhusu elimu ya juu. Tumesoma chuo kikuu. Wewe Afrika wamesoma chuo kikuu siku nyingi baba. Sio wa kwanza wewe. Lakini sisi tunaona kama vio hivi. Tukisema historia ya vyuo vikuu Afrika, tunazungumzia wakati wa ukoloni. Sio kweli. Kulikuwa kuna chuo kikuu cha Timbuktu. Hiki chuo kwa mahali na mpaka leo of course kuna makumbusho yake. Hiki chuo ni chuo cha kale zaidi duniani. Kilianzishwa miaka ya 1000 na kulikuwa kina wanafunzi 25,000. Yaani imagine miaka 1000 iliyopita wanafunzi 25,000. Hicho ni chuo kidogo. Chuo kikuu cha Timbuktu kilifundisha elimu ya anga, hesabu na sheria. Na mimi ni descendants
Kwa hiyo maana yake na mimi ningekuwepo wakati wa Timbuktu ningesoma sheria. Kwa sababu chuo kilikuwepo. Kwa hiyo ningezaliwa mwaka 1000 huko ningesoma huko. Oxford mpaka sasa hivi na miaka 900. Harvard ina miaka michache, I think ni 390. Pia kuna chuo cha Al-Azhar kule Misri, pia chuo kikuu cha Sankore Mali. Vyuo hivi ni alama isiyofutika ya weledi wa kitaaluma wa Waafrika kabla ya wakoloni kuja. Kwa hiyo unapomfundisha mtoto kuhusu Afrika na elimu, lazima umwambie tulikuwa na vyuo vyetu, vilikuwa vizuri na vilikuwa vinaweza kuchukua wanafunzi wengi. UDOM sasa hivi nafikiri kinapambana. Sijui UDOM kama unafuta wanafunzi 25,000. Tanzania kwa chuo gani kinachukua wanafunzi 25,000? Nimekuwepo kwenye eneo taaluma ya kufundisha chuo. Sikumbuki kama 25,000. Maybe sasa. Sekta ya dawa. Nilisema kuhusu Imhotep. Imhotep ndio aliyechukuliwa kwamba ni father of medicine na yeye ndio aliyegundua kusia na mambo ya dawa. Mifano mingine Bunyoro hapo Uganda. Bunyoro Kingdom hapo. Waingereza wao walikuwa kina mama mnafahamu kitu kinaitwa C-section, si ndio? Kama mtanisaisha kama nisiko sahihi. Ni kama ni operation kwa ajili ya uzazi, sio? Si ndio? Operation kwa ajili ya uzazi. Sasa hiyo operation kwa ajili ya uzazi, Waingereza wamechukua muda mrefu sana kuwa na uwezo wa kumtoa mtoto na mama wakiwa wazima. Zamani Waingereza walikuwa wanafanya operation, yani wanaamua nani aishi kwenye C-section, kwamba imefikia hatua ambayo aidha mama au mtoto, sio wote. Bunyoro hapa miaka mingi iliyopita tulikuwa tuna uwezo wa kumtoa mtoto na mama mzima. Ipigeni makofi jamani. Hivi umefundishwa, watu wanaosoma udaktari na medicine wanafundishwa haya mambo, kwamba Bunyoro walikuwa na wanapata wana pombe fulani ya banana, inaitwa banana, I don't know banana nini, lakini kama pombe fulani kama sanitizer ambayo kabla ya kufanya wanajimwagia kwenye mikono, wanamwagia vifaa na wanamnywesha mgonjwa. Waingereza walikuwa wanafanya hiyo bila ganzi. Yaani ulikuwa upewe kitu angalau tukufanye unapigwa hivyo hivyo.